Naam. Baada ya hapo akaingia katika muradi wa kitabu chake, akaanza kuandika fadlu al-ashri wal-amal as-salih fiha, utukufu wa masiku haya al-ashru dhul-hijja na fadhila ya matendo mema ndani yake. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mtasoma kitabu hichi si kama tunavyosoma vitabu vyetu vya kawaida, kwa maana hatutakaa sehemu sana, isipokuwa patakapohitajika nitakaa, nitakuja kufidia mbeleni. Sawa, kwa sehemu panahitajika kukaa, kwa sababu kuna watu wanasema maneno ilivyo sivyo, sisi tuyaseme ilivyokuwa ndivyo kwa dalili. Kwa nitakapokuwa nimekaa kwa maana yangu, ndani ya siku 5 inshallah kitamalizika biidhnillah. Jazakumullahu khair. فضل العشر والعمل الصالح فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: kutoka عبد الله بن عباس رضي الله عنهما kutoka mtume صلى الله عليه وسلم anasema: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من في هذه الأيام العشر. ما من أيام, hakuna katika masiku, al-amalu salih, tendo jema, fihinna, ndani yake, katika masiku hayo, ahabbu ila Allah, litakalopendeza zaidi kwa Allah, minhu, kuliko hilo, fi hadhihi al-ayyam, kuliko katika masiku haya al-ashr, 10. Akusudia yani ayyam al-ashr dhil-hijja, masiku 10 ya dhil-hijja. Hakuna katika masiku tendo jema litakalofanywa ndani yake likapendeza zaidi kwa Allah kuliko hilo tendo litakalofanywa ndani ya masiku 10. Qalu, wakauliza, walisema: wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah. Qala wala jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah, kwa maana nayo itaingia katika jumla ya uduni thamani zaidi ya tendo litakalofanywa ndani ya Dhulhijja. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, isipokuwa yule mtu aliyetoka fi sabilillah, kwa nafsi yake, kwa maana yeye mwenyewe kaenda, wa malihi, na mali yake, walam yarji' min dhalika bi shay, na hakikurejea katika hayo chochote, huyo yeye fadhila yake ni bora kuliko tendo la Dhulhijja. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad. Naam, hadithi ni wazi. قال: الحديث دليل على فضل أيام 10 ذي الحجة. hadithi hii ni dalili juu ya fadhila, ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja, ala ghairiha min ayami sana, dhidi ya masiku mengine katika masiku ya mwaka. Limadha? Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu nabii sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdal ayami ad-dunya, ameshuhudia kwamba hayo masiku ni bora masiku ya dunia. Waliannahu hatha ala al-amali as-salih fiha, na kwa sababu amehimiza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya tendo jema ndani ya masiku haya. Itoshe maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kuonesha afdalia ya masiku haya. Alipoulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, rajulun salla rak'atayn fi 10 Ramadan, mtu ambaye ameswali katika 10 la Ramadhan la mwisho, raka 2 ameswali. Wa akharu salla rak'atayn, na mwingine ameswali raka 2 fi 10 Dhulhijja, katika 10 Dhulhijja. Ayyuhuma afdal, nani ni bora? Hadha صلى ركعتين في 10 الأواخر من رمضان، ركعتين.
وهذا صلى ركعتين في 10 الأوائل من ذي الحجة أيهما أفضل ثوابا وأجرا يعني نبورة كتهاوي كثواب نكيجيرا فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى الثاني أفضل يلوبيل نبورة كل كيوليوم الثاني الذي صلى في 10 الأوائل من ذي الحجة aliyesali raka mbili za Dhulhijja ni bora kuliko aliyesali mbili za Ramadhani. Wataba rahimahullahu ta'ala qailan, akafatiliza maneno rahimahullahu ta'ala akasema kwa faida, wa hadha gharibun 'ala al-'awwam, na hili jambo ni geni ni kwa watu al-'awwam wasiojishughulisha na ilmu. Waweza wakabishana watu katika hili, wakakubishia wakwambia Ramadhani itakuwaje bora Dhulhijja kuliko Ramadhani, lakini hayo ndiyo yosahihi. Faqala rahimahullah ta'ala walakin laysa ghariban ala ahli al-ilm, jambo hili sio geni kwa wanawachuoni. Jambo hili kwamba raka mbili za Dhulhijja ni bora kuliko raka mbili za Ramadhani, jambo hili si geni kwa wanawachuoni. Walidhalika ala ahli al-ilm, na kwa ajili hiyo ni wajibu kwa watu wenye elimu an yubayyinu linnas, wawabainishie watu anna al-amala as-saliha, kwamba tendo jema fil 10 min dhil-hijja, katika tendo jema katika 10 la dhil-hijja ahabbu ila Allah min al-amali as-salih fi ayyin waqtin akhar, kuliko wakati wote. Itoshe maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin an-nakira fi siyaq an-nafi, ikiwa nafi au shart. Ma min ayamin ta'um, siku zozote zikazotajwa al-amal as-salih fi in ahabbu ila Allah, ikiwa ta'um ni umum وتدخل فيه أيام 10 رمضان. فهم؟ جزاكم الله خيرا. نعم. وفيه دليل، نكتك حديثه كنا دليل على أن كل عمل صالح juu ya kwamba kila tendo jema fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala minhu fi ghayriha, hilo lapendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuliko jingine. Wa hadha yadullu ala fadli al-amal as-salih, na hii lajulisha juu ya fadhila ya tendo jema fiha, ndani ya masiku hayo. Wa kathrati thawabihi, na yajulisha juu ya wingi wa malipo yake. Wa anna jami'a al-a'mali as-salihah, na kwamba matendo yote mema yatadhaafu ajruha, huongezeka ujira wake fil 10 min ghairi istithna'i shay'in minha, pasina kuvua tendo lolote. Hii tokidi aliyoingiza hapa mwisho ya maneno, kuna baadhi ya watu wanatoa baadhi ya matendo mema ndani ya masiku haya, kama ambavyo wataashiria mbeleni, na hapo huona tukakaa kwa muda kidogo. Anasema matendo yote yanaingia, kila litakaloitwa tendo jema, kwamba hili ni tendo jema, kwamba hii ni ibada, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batin. Hii ni ibada, mtu hujikaribisha kwa Allah kwa hili, hii ni amalu salih. Inaingia katika hadithi hii ya Ibn Abbas, ni am, imeenea kila tendo jema. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل, hakuna katika tendo lolote litakalokuwa takasifu zaidi na safi zaidi mbele ya Allah azza wa jalla, wala a'zamu ajra, wala lenye ujira mkubwa zaidi, min khairin, katika matendo ya khairi, ya'maluhu
fi ashri al-adha, atakalofanya katika masiku ya adha, nakusudia Dhulhijja. Qila wala al-jihad fi sabilillah, fakasema hata jihadi katika njia ya Allah, lianna al-jihad dhirwatu sanami ad-din, sababu jihad ni katika ibada za juu sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, kama suila rasul alayhi salatu wassalam ayyul amal afdal, faqala al-iman billahi wa rasulihi, thumma qala thumma madha, faqala al-jihad fi sabilillah. Ndio wakauliza hii, sababu man mata fi sabilillah mata shahida, au man qutila fi sabilillah qutila shahida. Qala wala al-jihad fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah, illa rajulun, isipokuwa mtu kharaja binafsihi wa malihi, aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake, falam yarji' min dhalika bi shay, wala hakurejea na chochote. Hadithi rawahu ad-Darimi, na hadithi ya mwanzo ambayo tumesoma ni tamko la Imam al-Bukhari, Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad, wa hadha lafdhu at-Tirmidhi. Qala inna idraka hadhihi al-ashri ni'matun 'azimah, hakika kudiriki masiku haya ni neema kubwa sana. Yani man waffaqa Allahu 'azza wa jalla idraka hadhihi al-ayyam faqad manna Allahu 'alayha bi hadhihi al-an'am ni'matan 'azimah. Allahumma ij'alna minhum. Min ni'ami Allah ta'ala 'ala 'abdihi, ni katika neema kubwa sana katika neema za Allah 'azza wa jalla juu ya mja wake. Liannahu, kwa sababu yeye yudriku mawsiman adhiman min mawasim at-ta'a, kwa sababu huyo aliyediriki masiku haya amediriki msimu uliokuwa mkubwa na mtukufu mbele ya Allah tabaraka wa taala katika misimu ya taa. Kama kuna msimu wa taa, basi huu ni msimu mkubwa zaidi katika misimu ya taa, ambayo mja hujikaribisha kwa misimu hiyo mbele ya Allah tabaraka wa taala. فعليه أن يستشعر هذه النعمة على المسلم, نكوهيسي هي نعمة, يعني كوهيسي kwamba mimi nimeneemeshwa na Allah azza wa jalla, ويستحضر عظم أجر العمل فيها, na imudhurikie kwa yeye juu ya utukufu wa ujira wa amal katika hilo. وأن يحذر الغفلة, na atahadhari na kughafilika, allati alaiha ghalibu nnas fi hadha zaman, ambayo watu wengi wameghafilika wanakuwa. Yani kuna mpaka leo baadhi ya watu hawafahamu kadri ya masiku haya, bali al-amru ashad min dhalik, jambo lipo zaidi ya hili. Mpaka leo kuna watu hawajui hasa masiku yanaingia lini na yanatoka lini. Mpaka hivi leo hawajui hiyo siku inaanza, utarajiwa kuanza siku gani, mtu haelewi, na wako wanaishi na habari hizo. Sallallahu alaihi wa afia, hatta sarat al-ashr tamurru ka ghayriha laysa laha maziyya, mpaka yakawa haya masiku yanapita kama masiku mengine kwa wao, kana kwamba hayana upambanuzi maalum mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa alayhi an yudhakkira bidhalika, na juu yake ni kuwakumbusha kwa hilo ghairahu, wengine, yani muislamu. Naam, wa alayhi an yudhakkira bidhalika ghairahu, na juu ya muislamu kuwakumbusha kwa hilo wengine, min al-ahli wal aqaribi wal jiran wal asdiqa, akumbushe watu wa nyumbani, au akumbushe jamaa zake, awaambie jamani, ashru dhulhijja ina fadhila hii na hii na hii na hii, na inaingia siku fulani, shawatajia ambayo tutataja hapa biidhnillah tabaraka wa taala. Kadhalika aljiran, jirani yako pia huyo ana haki kwako kukumbusha, kadhalika marafiki. Wa alayhi an yaghtanima alawqat, na yeye huyu pamoja na huyo anayekumbushwa kutumia fursa hii kwa wakati wake vyema. Wa an yudhhira, na ni juu yake kudhihirisha, lihadhihi al-ashri maziyya, utofauti baina ya masiku mengine na masiku haya, aonekane kama masiku mengine yupo vingine na masiku haya yupo vingine. Ala ghairiha bimazidi at-ta'a,
azidishe taa katika hili. Wa hadha sha'nu salafi hadhihi al-umma, na hivyo ndivyo ilivyokuwa jambo la watangulizi wa umma huu. Inapokuja mawasimul khair, ile pupa yao na juhudi yao katika taa inakuwa ni a'zam min ghairiha, kuliko masiku mengine. Tofauti inaonekana kwamba naam, huyu yupo katika misimu ya khairi, anatafuta karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mawasimul khair Allah azza wa jalla anajalia kwa waja wake rahmatan lana, ni rahma kwetu sisi ili tuweze kubeba mengi katika taa. Kama qala Abu Uthman, kama alivyokuwa Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah ta'ala yaqul, kanu yu'azzimuna 13, walikuwa as-salaf wanatukuza 13, ambayo hii athar ameitaja katika al-Imam Ibn Rajab katika Lataiful Ma'arif, kadhalika Tahdhibu at-Tahdhib, anasema rahmatullahi alayhi, kanu yu'azzimuna 13, as-salaf walikuwa kitukuza 13, al-ashra al-akhira min Ramadan, 10 la mwisho wa Ramadhan, wal-ashra al-awwala min Dhul-Hijja, na 10 la mwanzo la Dhul-Hijja, wal-ashra al-awwala min al-Muharram, na 10 la mwanzo la mwezi wa Muharram. 10 haya matatu walikuwa wakiyatukuza salaf na wakionekana na utofauti wa taa kuliko 10 mengine ya miezi mingine. Wa fi al-ashri, na katika mwezi huu au 10 hili hiyo imo a'malun fadilatun wa ta'atun kathira, kuna matendo yaliyo bora na taa zilizokuwa nyingi. Wa min dhalik, na katika hizo al-iktharu min nawafil as-salati al-qabliyyati wal-ba'diyyah, al-ikthar kukithirisha katika ziada ya sala za qabliya na sala za ba'diya. Sala za qabliya yani qabla salatu al-fard, na ba'diya ba'da salatu al-fard. Ikiwa ni sala dhuhur ambayo tumeelezea hapa baadhi ya masiku kwamba ina rakaa 2 qabliya na imekuja riwaya rakaa 4 qabliya, kadhalika ba'diya rakaa 2 au rakaa 4. Amma al-asri qabliya khilafu baina ahli al-ilm, wapo wanaelea kwamba ipo kwa rakaa 2 na 4. Wanaelea hilo kwamba umumu ya hadithi ma baina al-adhanain, baina adhanan 2 kuna sala. Umumu ya hadithi wakasema zipo sawa, kaswali mtu qabliya ambayo ghairu muakkada, lakini anaakidisha katika masiku haya. Kadhalika ba'diya salatu al-asr khilafu baina aqwali ahli al-ilm. كذلك بعدية قبلية صلاة المغرب، نبادية صلاة المغرب، قبلية صلاة العشاء، أم بين غير مؤكد لكنها تأكيديش. كذلك بعد العشاء نقبلية بعد صلاة الفجر، تحية المسجد، صلاة الضحى، صلاة الوتر، na nyinginezo katika sala ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna rakaa 2 za kuingia ndani ya nyumba na kuna rakaa 2 za kutoka ndani ya nyumba, ambapo ni sunnatun mahjura baina yaday nas. Fahim? Jazakumullahu khaira. Akithirishe mtu katika haya. Wasairu al-a'mal as-salihah, na baki ya matendo mema. Matendo mema ni mengi, la tunsaa, tuwezi kudhibiti idadi yake. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min at-ta'a, birru al-walidayn min at-ta'a, صلة الرحم من الطاعة، الإحسان إلى عبيد الله من الطاعة، الصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كثيريش من الإسلام كتير. وسائر الأعمال الصالحة كبر الوالدين وزوجوا لك وتوزيمك واسممية، وصلة الأرحام، والتوبة. لا zote hizi ni majrur, zote hizi sawa, zote ni majrur sawa, sababu yamin. Wasilatil arhami wat-tawbati an-nasuh wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa nahwi dhalik, matuwezi kudhibiti hapa. Lakini kile ambayo hii ni taa mtu kufirisha, kama nilikuwa nasoma kwa siku juzu 2 kwenye Qur'an al-Karim, kiingia 10 hili akiazilisha juzu,
kama ni 2 asome 4 au 6 au 10 kwa uwezo wake. La pili, al-iktharu min dhikri Allah ta'ala, kukithirisha kumtaja Allah ta'ala wa takbirihi, na kumtukuza Allah kwa takbira, wa tilawati kitabihi, na kusoma kitabu chake Allah azza wa jalla. Kadhalika as-siyam, kufunga, fa inna siyama 9 dhil-hijja, hakika kufunga siku 9 dhil-hijja, wa illam yathbut fihi dalilun bi khususihi, hata kama haikuthibiti dalili katika kuhusishwa kwake. As-siyam, kufunga, fa inna siyama 9 dhil-hijja, kufunga siku 9 za dhul-hijja, wa illam yathbut al-jumlatu al-i'tiradiyya, wa illam yathbut fihi dalilun bi khususihi, hata kama haikuthibiti dalili ya kuhusisha masiku haya, kwa maana hapakuja nas iliyotaja kufunga masiku haya, min afdalil a'mali as-salihah, iwe hakuja hadithi lakini katika jumla ya matendo mema kwa umumi ya hadithi, ma min ayyam al-amal as-salih fi inna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam allati hatha 'alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, matendo mema ambayo amehimiza mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama fi al-hadithi al-qudusi, kama ilivyokuja katika hadithi al-qudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, funga ni ya kwangu na mimi ndo nailipa. Fayakunu istihbabu sawmiha mustafadan min umumi al-adilla, inakuwa kupendezeshwa kufunga ndani ya masiku haya yanatolewa faida katika umumi ya adilla. Namalizia kwanza yote, tutarejea katika nukta ya 3 sababu tutakamalizia darasa kwa siku hiyo. Al-hajj wal-umra, kufanya hija katika masiku hayo, kwa sababu ndio masiku ya hija. 8 Dhul-Hijja ndio huanza matendo ya hija. Wal-umra, na kufanya umra ndani ya masiku hayo, wa huma min afdalil a'mal, na mawili hayo ni katika matendo bora, kama sayati insha Allah, kama takavyokuja maelezo akipenda Allah. Al-hirsu 'ala al-udhiya, kufanya pupa katika jambo la kuchinja katika masiku hayo, wa adamu tahawuni fiha, na kuacha kuzembea na kupuuza katika hilo, li'idhami ajriha 'inda Allah ta'ala, kwa sababu ya ukubwa wa malipo mbele ya Allah ta'ala. Allahumma ayfidna min al-ghafla, ewe Allah tuamshe kutokana na ghafla tuliyokuwa nayo. Wafiqna lil-isti'dadi qabla an-nuqla, na Allah azza wa jalla tuwafikishe kujiandaa kabla ya kuondoka ili mauti. Warzuqna ightinama az-zaman waqta al-mahla, na Allah azza wa jalla turuzuku kutumia fursa nzuri ya muda kabla ya kurefuka muda. Wa alhimna listifada min mawasimil khairat, na tupe himma katika jambo la istifada katika mawasimul khair. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin, na tusamehe sisi Mola wetu na wazazi wetu na jamii ya Waislamu.